Wizara ya Kilimo imepanga kufikia mwaka 2030 kilimo kikue kwa 10% kwa mwaka. Na malengo haya ni malengo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe Samia Suluhu Hassan. Wote mtakuwa mashahidi. Ili jambo wala sio la kulielezea, ni la wazi. Sisi tuliingia mwaka 2021 tukiwa na bajeti ya bilioni 294. Sio sekta ya kilimo, Wizara ya Kilimo. Sasa hivi tuna bajeti ya trilioni 1.2, zaidi ya mara 4. Katika uwekezaji huo, sehemu muhimu sana au ya kwanza ni research and development. Hiyo ni sehemu ambayo tumeiwekea fedha nyingi. Kwa fedha za ndani tulitoka chini ya bilioni 11, sasa hivi tunaenda takriban bilioni 60 kwa ajili ya uwekezaji kwenye research and development. Na hii inajumuisha mambo makubwa mawili. Tunaanzia kwanza kwenye watafiti wenyewe. Tumepeleka watafiti shule wengi sana kwenye level ya PhD na masters. Lakini ya pili, tumewekeza sana kwenye utafiti wa mbegu na magonjwa yanayoathiri mimea. Lakini tatu, tumejenga miundombinu na tunakarabati miundombinu ya maabara pamoja na taasisi zetu za utafiti. Lakini 4, tumehakikisha kwamba miundombinu ya uzalishaji wa mbegu ikiwemo umwagiliaji na tunawekeza vya kutosha. Lengo letu ni kwamba msimu sisi tusiwe tunaendana na yaani mkulima anaenda kulima na nyinyi mnaenda kuzalisha mbegu. Hapana. Sisi lazima tuwe ahead in terms ya kuzalisha zile mbegu vizazi, kwa maana zile mbegu basic seeds. Lakini pia tuwe mbele kuhakikisha kwamba sisi ndio tunatatua changamoto ikiwemo ya mbegu bora. Kwa mfano, mtakumbuka miaka kadhaa iliyopita tulikuwa tunaagiza mpaka viazi kwenye hoteli za kimataifa. Ni TARI ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa miaka hii 2-3. Sasa hivi tuna aina yetu ya mbegu ya viazi ile ya Obama na nyingine zinazoendana na hizo ambazo zinaendana na mahitaji ya walaji hasa kwenye hizi restaurants za kimataifa. Na kazi kubwa ambayo tunaifanya sasa hivi ni kuhakikisha sasa tunaongeza uzalishaji wa mbegu husika. Lakini tunatambua hatuwezi kufanya kazi hii bila kushirikiana na taasisi za elimu ya juu. Tumeona sisi tusikae tukasema tuna maprofesa watusaidie. Hapana, sisi tumetengeneza nafasi ya kusaidiwa na maprofesa. Kwa tunaingia MOU hii na ni mkataba wa mashirikiano, Memorandum of Understanding, wa mashirikiano kwenye maeneo ya ukuzaji wa kilimo hasa kwenye teknolojia mbalimbali za kilimo. Na hapa naenda kuongea kwenye sehemu ya pili. Kama nilivyosema kwenye utangulizi wangu kwamba Wizara ya Kilimo imepewa jukumu la usimamizi wa sera na usimamizi wa kuhakikisha kwamba serikali inatoa huduma kwa wananchi. Katika utoaji wa huduma hii tunahitaji utaalamu. Na moja ya chuo ambacho tunataka tushirikiane nacho kutusaidia sisi kutupatia utaalamu hasa kwenye maeneo ya teknolojia za uzalishaji, uhifadhi na uongezaji thamani wa mazao ya kilimo ni chuo cha Nelson Mandela. Hapo nimeongelea very broadly. Na mkataba huu hauna muda, ni mkataba ni Memorandum of Understanding ambao tutashirikiana kwa kipindi ambacho tutashirikiana. Na sitegemei kama tutashindwana, as long as sisi ni government hatuwezi kushindana. Kuna a lot of administrative measures zitatokea. Lakini kwa nini tumeingia mkataba huu? Tumeingia mkataba huu ili kila mmoja ajue majukumu ambayo anatakiwa ayatekeleze kuhakikisha kwamba tunahudumia wananchi. Mratibu hapa amesema vizuri sana. Kule wananchi wanahitaji huduma, hawahitaji michakato, hawahitaji mikataba mingi. Wanachohitaji ni kwamba mwakani wadudu wasiwepo. Akizalisha mazao yake apunguze post harvest loss, upotevu wa mazao baada ya kuvunaji. Lakini pia kuna upotevu mwingi tu wa mazao hata kipindi cha kilimo chenyewe, kwamba ndio maana tuna harvest chini au tunavuna chini ya kiwango. Kwa hiyo tumeingia makubaliano haya. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watakapokuwa Nelson Mandela wanapanga mipango yao ya mwaka, na sisi tutakuwemo kuhakikisha kwamba ni kwa jinsi gani watamsaidia mkulima kupitia Wizara ya Kilimo. Na sisi tutakapokuwa tunapanga mipango yetu ya mwaka, Nelson Mandela atakuwemo kuhakikisha jinsi gani tunamwezesha au tunashirikiana Nelson Mandela kutatua changamoto za kilimo. Na huu ni mkataba wa pili. Wa kwanza tulisaini na Chuo Kikuu cha Sokoine, nakumbuka mwaka jana. Na matokeo ni mengi yaliyopatikana. Hata wale vijana ambao tunawaajiri kupitia programu yetu ya BBT,
Sasa wanaajiriwa kupitia chuo kikuu cha Sokoine. Sisi wizara hatutoi tangazo lolote. Chuo kikuu cha Sokoine kinatoa tangazo, kinawafanyia interview na kinawaajiri kulingana na matokeo ya usaili wao. Kwa huu mkataba ni muendelezaji wa kitu tulichoanza kufanya mwaka jana. Tunatamani sana tuisaidie wizara au tushirikiane na wizara kuimarisha mifumo ya ukusanyaji, uchakataji na uhifadhi wa takwimu. Eneo la takwimu kwenye sekta mbalimbali ni changamoto kubwa. Kwa sisi tungetamani kuanza na wizara ya kilimo. Kile eneo lingine ni kutengeneza kanzi data mbalimbali ambazo ni sehemu muhimu katika haya mabadiliko ambayo wizara inaendelea nayo. Lingine ni kwenye matumizi ya teknolojia za kidijitali hizi zinazochipukia. Umetaja hapa Mheshimiwa Katibu Mkuu artificial intelligence. Tungetamani sisi kujenga uwezo zaidi wa wizara ili kutumia fursa hii ya teknolojia zinazochipukia kuongeza ufanisi zaidi kwenye mnyororo mzima wa thamani, kuanzia kwenye teknolojia ambazo sasa hivi zinaweza zikabashiri magonjwa yanaweza kutokea, zinaweza kubashiri kwenye shamba lako utegemee mavuno kiasi gani. Kwa hii ni eneo ambalo kwa kweli tungetamani kushirikiana na wizara ili kujenga uwezo. Eneo la pili ni kwenye utafiti, ugunduzi na ubunifu, hasa katika sekta ya kilimo. Na sana sisi hapa tunataka tujikite kwenye teknolojia hizi za kidijitali. Kuna teknolojia kama hizi artificial intelligence, kuna hizi robotics, kuna hizi wasema hizi big data analytics. Ni namna gani tunazitranslate hizo kwenye maendeleo ya sekta ya kilimo. Lakini pia tungetamani tuwe na mchango kwenye umezungumza hapa Mheshimiwa Katibu Mkuu kwenye hivi visumbufu, magonjwa au wadudu waharibifu. Mchango wetu uwe ni kutengeneza majawabu au solutions, biological controls. Ni namna gani tunaweza kuzalisha biological controls au solutions kwenye changamoto mbalimbali ambazo zinakumba sekta ya kilimo. Na sisi tuko tayari kwa hilo. Kwa mfano kwenye zao la tumbaku tuna teknolojia ya kukausha tumbaku kwa kutumia sola. Ambayo hii ingeweza kupunguza sana matumizi ya kuni na kuokoa mazingira yetu. Eneo la tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni kupitia maabara zetu na wataalamu waliopo Nelson Mandela. Kuna namna ambavyo tunaweza kuwa mchango kwenye risk assessment. Ukisikiliza hata at the top kwa ngazi ya wizara na juu kabisa kule kwa Mheshimiwa Rais, focus iko ni kuongeza kuwa na export oriented economy. Uchumi unategemea biashara ya nje ili kuleta fedha za kigeni nyingi zaidi. Sasa ili uwe na uhakika wa kufanya biashara ya kigeni, hasa kwetu sisi uwezo wetu kwa sana kwenye agro products. Sasa ili uweze kufanya biashara kwenye agro products lazima uwe na uhakika kwamba zile bidhaa ziko salama. Kwa lazima uwe na mfumo wa risk assessment ambao kweli uko vizuri. Namna ya kutambua vile viashiria vya hatari. Kwa sisi tungetamani tuungane na Wizara ya Kilimo kwenye hili eneo